Karibuni tena katika tafakuri yetu isemayo Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya pili, na kichwa chetu cha habari kinasema, Je, rozari ni sala kwa nani? Kumekuwepo na mijadala mingi sana sehemu mbalimbali kuhusiana na sala ya rozari, na nadhani mjadala huu ni wa miaka mingi, na mojawapo ya maswali yanayoulizwa ni kuhusu sala ya rozari kuwa je, ni sala kwa nani? Pengine tukuulize na wewe unayefuatilia tafakuri hizi. Je, jibu lako ni lipi? Yaani, sala ya rozari ni sala kwa nani? Kwa haraka haraka wengi wanadhani kuwa sala ya rozari ni sala kwa Bikira Maria. Sasa sijui wewe unasemaje? Tutazame wale wasiokuwa wa imani yetu wanasemaje. Wao wanadiriki kusema rozari ni sala au ni ibada ya kumtukuza, yaani kumpa utukufu au kumwabudu Mama Bikira Maria, na wanadai kwamba sala hii inarudiwa kupita kiasi. Sasa hili neno inarudiwa kupita kiasi ni la muhimu sana katika swali lao, kwa sababu neno hilo ndilo linalotupa majibu kuwa sala hii ni kwa nani. Lakini sala hii siyo ibada kwa Bikira Maria, na hivyo ili neno inarudiwa kupita kiasi litatuthibitishia kuwa sala hii sio kwa Bikira Maria, na kuwa Bikira Maria hafanyiwi ibada na wala hapewi utukufu katika sala hii. Ni kweli kuwa maamkio ya malaika kwa Bikira Maria yanarudiwa mara 53 katika sala nzima ya rozari. Sasa ingekuwa kama rozari ni sala ya maombi kwa Bikira Maria, au tuseme ingekuwa ni ibada kwa Bikira Maria, basi maamkio hayo yasingefanywa kwa kurudiwa mara nyingi kivile. Nirudie tena, ingekuwa kama rozari ni sala ya maombi kwa Bikira Maria, au ingekuwa ni sala ya ibada kwa Bikira Maria, basi maamkio ya malaika kwa Bikira Maria yasingerudiwa mara zaidi ya 50 katika sala ya rozari. Ingetosha kumwamkia mara moja na kuendelea na sala nyinginezo kwake, ikiwa kama kweli sala hii ni ibada kwa Bikira Maria. Nirudie neno hilo. Endapo kama sala hii ingekuwa ni ibada kwa Bikira Maria, basi ingetosha tu kumwamkia mara moja na kuendelea na sala nyinginezo kwake. Kwa mfano, utaona tunaposali kwa Mungu haturudii maneno yale yale mara nyingi, bali tunasali sala mbalimbali za kuomba, za kusifu na kushukuru. Sasa hapo ndipo tunaweza kung'amua kuwa maamkio ya malaika kwa Mama Bikira Maria yanarudiwa mara nyingi kwa sababu maalum tofauti na ibada kwa Bikira Maria. Na hii inathibitisha ukweli kuwa sala ya rozari siyo sala au ibada kwa Bikira Maria. Hivyo Bikira Maria haabudiwi au hatukuzwi kwa njia ya rozari. Sasa basi, sala ya rozari ni sala kwa nani? Jibu ni moja tu, kuwa sala ya rozari ni sala ya kipekee kwa Mungu inayomtafakarisha mwenye kusali. Nirudie tena, sala ya rozari
ni sala ya kipekee kwa Mungu inayomtafakarisha mwenye kusali. Kwa kifupi, tunaweza kusema sala ya rozari ni sala ya tafakari. Tunachokifanya katika kusali rozari ni kuishirikisha salamu ya malaika kwa Bikira Maria katika tafakuri ya sala yetu kwa Mungu. Hivyo tunaposali rozari tunatafakari neno la Mungu, na sifa hii inaifanya rozari kuwa sala mojawapo ya sala chache zinazomtafakarisha mwenye kusali, kama ilivyo sala ya Bwana aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, Luka 11 mstari wa 2 mpaka wa 4. Narudia tena neno hilo. Sifa hii, yani rozari kama sala ya tafakari, inaifanya rozari kuwa sala mojawapo ya sala chache zinazomtafakarisha mwenye kusali, kama ilivyo sala ya Bwana aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kwa nini tunasema rozari ni sala ya kipekee kwa Mungu inayomtafakarisha mwenye kusali? Tunaposali rozari tunatafakari maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, tangu kupashwa habari Bikira Maria, kuzaliwa kwa Yesu, mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, ufufuko na kupaa mbinguni. Hii ndiyo misingi ya sala ya rozari. Ndiyo maana rozari inaanza mwanzoni kabisa kwa kukiri imani yetu, yani kile tunachosadiki kama Wakristo, au tunasema imani ya mitume. Ndio tunaanza mwanzo kabisa tunaposali rozari. Sasa hii siyo imani kwa Bikira Maria. Kwa hiyo unaona kabisa tunapoanza sala ya rozari tunaanza kwanza kwa kuikiri imani yetu, imani ya mitume, na siyo imani kwa Bikira Maria. Ingekuwa basi tunafanya sala kama ibada kwa Bikira Maria, basi tungeanza na imani au kukiri imani yetu kwa Bikira Maria. Lakini sala ya rozari haifanyi hivyo. Ni wazi kuwa tunaposali rozari tunarudia maamkio ya malaika kwa Bikira Maria, kama tulivyosema zaidi ya mara 50. Marudio haya yanafanywa katika mafungu matano, na kila fungu moja linatupeleka katika kutafakari fumbo au tendo la maisha ya Yesu na sio ya Maria. Hiyo ni ya muhimu sana kuelewa, na tunapokutana na wapinzani wa rozari lazima tuwatambulishe jambo hilo, kwamba tunarudia maamkio ya malaika kwa Bikira Maria zaidi ya mara 50. Maanake tunayafanya marudio haya katika mafungu matano, na kila fungu moja linatupeleka katika kutafakari fumbo au tendo la maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo na sio ya Maria. Sasa swali ni, kwa nini tunarudia maamkio ya malaika kwa Bikira Maria mara nyingi? Kama rozari ingekuwa ni sala kwa Bikira Maria, hakika kama tulivyosema tusingerudia maamkio hayo. Kama tulivyosema, inatosha kumwamkia mara moja na kuendelea na sala nyingine kwake. Lakini marudio ya sala ya maamkio kwa Bikira Maria yanatuvuta kuzama ndani kabisa kiroho na kuweza kuyatafakari maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa undani kabisa. Hakika kwa wale wanaosali sala ya rozari wanakiri kuwa inawazamisha ndani zaidi kutafakari juu ya furaha ya Kristo, dhabihu
mateso na miujiza tukufu ya maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kwa wale wanaofanya tafakuri za kawaida ambazo sio za Kikristo au ni za kawaida tu, nao utaona wanarudia maneno fulani yanayowazamisha kwenye tafakari. Wataalamu wengi wa tafakari wanakiri jinsi sala ya rozari ilivyo madhubuti katika tafakari. Kwa hiyo nayo tunaitazama kisayansi. Wataalamu wa tafakari wanakiri kwamba sala ya rozari ni madhubuti katika tafakuri au katika tafakari. Maamkio kwa Bikira Maria ambayo yalifanywa na malaika yana msingi wake kibiblia. Tunarudia maamkio haya kwa Bikira Maria tukikiri, tukitambua na kukubali kuwa Mama Maria alipashwa habari na malaika wa Mungu kwamba atamzaa Mungu. Vilevile tunamshirikisha Mama Bikira Maria katika tafakuri ya sala yetu kwa Mungu, na hakuna kosa lolote la kumshirikisha Mama Maria aliye mwombezi wetu katika sala hii ya tafakuri. Tunaposema utuombee sisi wakosefu baada ya maamkio ya malaika, hatufanyi makosa. Na tunaposema utuombee sisi wakosefu, haimaanishi tunambembeleza Bikira Maria au tunamuomba Bikira Maria atuombee, la sivyo hata tuombea na basi tutaukosa msamaha kwa Mungu. Hapana, haimaanishi hivyo, kwa sababu Bikira Maria alikwisha kutuombea hata kabla ya kumwomba. Hata katika tukio la harusi ya Kana tunaona kwamba Bikira Maria hakuombwa kuwaombea wenye harusi pale walipotindikiwa na divai, lakini Bikira Maria aliiombea harusi ile divai kabla ya kuombwa. Kwa hiyo hata nasi Bikira Maria amekwisha kutuombea kwa sababu ni mwombezi wetu. Sasa ina maana gani ya sisi kusema utuombee sisi wakosefu baada ya maamkio ya malaika? Tunasema hivyo kama tulivyosema, kumshirikisha Mama Maria katika sala yetu ya tafakuri ni kumshirikisha Mama Bikira Maria katika sala yetu ya tafakuri. Ni kama vile tunavyoweza kumwomba rafiki au mwanafamilia atuombee, yaani tunamshirikisha mwenzetu katika kuomba kwetu. Katika barua ya kwanza ya Paulo kwa Wathesalonike, tunaona Paulo akiomba waamini wa Thesalonike wamwombee akisema, ndugu, tuombeeni na sisi pia. Wathesalonike wa kwanza 5:25. Vilevile tunaona katika Wathesalonike wa pili Paulo akiomba akisema hivi, hatimaye ndugu, tuombeeni ili ujumbe wa Bwana uzidi kuenea upesi na kupokelewa kwa heshima kama vile ulivyo kati yenu. Akasema, ombeni pia ili Mungu atuokoe na watu wapotovu na waovu, maana si wote wanaoamini ujumbe huu. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 2. Vilevile tunaona Paulo akiomba waamini waombe au wamwombee. Waefeso 3 mstari wa 14 mpaka wa 21, na vilevile katika Wakolosai 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Tusisahau hata wale wa imani nyingine nao wanawaomba wachungaji wao wawaombee. Hata sisi tunaomba sala za waamini wenzetu kama kuwashirikisha jambo letu la sala. Sasa je,
tunapowaomba watuombee, je, ina maana kwamba tunawafanyia ibada? Hapana. Maana yake ni kwamba tunawashirikisha katika sala yetu kwa Mungu. Sasa kwa wale waliotokewa na Bikira Maria, tuliona Bikira Maria ametokea sehemu mbalimbali, alitokea Kibeho na kwingineko. Tutaona walidai kuwa Bikira Maria aliwahimiza sana kusali rozari. Pia Bikira Maria kuwahimiza watu kusali rozari. Sasa haimaanishi kwamba Bikira Maria anatuhimiza kufanya maombi kwake, la hasha. Bikira Maria anatuhimiza tusali rozari kama njia ya kutafakari kwa undani katika sala maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kufanya hivyo, tunajiweka karibu zaidi na Mungu katika mawasiliano yetu kwake. Tujue ya kuwa sala ni mazungumzo na Mungu. Je, si ni jambo tamu na zuri zaidi la kujisikia unazungumza na Mungu katika ukaribu wa kipekee kabisa? Kama utatambua hili, basi hakika utaifanya sala ya rozari kuwa ni sala ya muhimu sana katika maisha yako. Tutaendelea.